Ni namna gani wananchi hao wanaweza kusaidiwa wakawekeza kwenye hii miradi ya mikubwa ambayo ndio inayoweza kufanya uchumi wa nchi ukainuka. Mimi niwaambie ndivyo naamini mimi mwenyewe. Kuita foreign investors wakaja kwenye nchi yako, kama hujajipanga, kama hujaweka utaratibu mzuri wa namna gani huyu foreigner atakapowekeza, ukimwachia milango sana, uchumi wako hautainuka, foreigner atakuepo. Na hata kumfikia mjasiriamali mdogo kuanzisha biashara. Changamoto tunayokuja kukutana nayo ni utitiri wa kodi. Kodi zinakuwa nyingi. Kodi zinamfanya mjasiriamali akate tamaa. Public partnership, kwa sababu hiyo miradi mikubwa mingi inakuwa venture na foreigners. Kwa badala ya kuwa public private, ina sound kama vile ni public foreign partnership, kwa sababu nyingi inaenda kwa foreigners. Nadhani hapo ndio kuna hoja ya msingi. Tunatamani Watanzania watafakari ni aina gani ya uchumi ambao tunafikiria na ni kipi ambacho kinaweza kufikisha huko. Katika miaka 25 ijayo tuwe na uchumi ambao ni sawasawa na nchi 15 kubwa kiuchumi duniani leo. Hiyo ni nini? Tafsiri yake lazima tuongeze msuli zaidi wa ushirika wa sekta binafsi kwenye kufikia hayo matarajio. Kikubwa ni nini ambacho sisi tunajaribu kukiangalia kwenye dira 2050. Tunatambua kwamba tutakapofika mwaka 2050 tutakuwa na changamoto kubwa ya idadi kubwa ya watu, na ukiangalia muundo wa idadi ya watu tuliona population structure ya Tanzania, unaona kabisa vijana ndio ambao ni wengi zaidi. Kwa hiyo na hili ndio bomu ambalo limejikuta sasa liko kwenye hayo mazingira ya kutopata ajira. Cha kwanza ni kuangalia mfumo wa elimu ambao sasa hivi tunaona kwamba sera ya elimu imefanya mabadiliko makubwa. Kitu gani ambacho kinakwenda kufanyika ni kwamba pamoja na kuwajengea uwezo na kuwapatia ujuzi, tunahitaji pia tuwe na mashirikiano ya karibu kati ya mfano vyuo vya elimu ya juu, vyuo vya kati na kadhalika, na taasisi ambazo ndizo zinakuwa chimbuko la ajira. Mjadala kama hii, makongamano kama haya, tunataka tukongamanike kwa maana ya kuchangia na kuleta mawazo namna gani tufanye ili tuweze kwenda mbele na tuweze kufika 2050 kutengeneza kipato cha taifa cha dola trilioni 1. Ile vision ya 2025 tulitaka tuwe katika uchumi wa kati wa juu. Tumefanikiwa kufika uchumi wa kati, lakini tuko uchumi wa kati wa chini. Naendelea kutoa wito kwa sekta binafsi kushiriki kwa vitendo katika kupanga na kutekeleza mikakati ya maendeleo ya nchi yetu. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yenyewe itaendelea kuwa mshiriki wa karibu wa kuweka mazingira bora, wezeshi na shindani kwa sekta binafsi kufanya kazi kwa ufanisi. Ni matarajio yangu kuwa mdahalo wa leo utaongeza maarifa, kuibua hoja zenye tija na kuchochea ushirikiano wa kweli ambao utachangia kuundwa kwa dira mpya ya taifa ya maendeleo yenye malengo makuu 6.